Mungu kuna faida. Kwa nini nataka nikwambie ukuwe na mzigo kwa kazi ya Mungu? Ni kwa sababu kuna faida. Wakati mwingine tunabeba mizigo na tunafikiria mizigo hii ni ya kutuchokesha, mizigo hii ni ya kutuharibia muda. Bwana asifiwe. Wokovu pia ni sehemu ya mzigo ambayo nataka nikuambie sasa. Lakini ndani ya huo mzigo kuna faida ambazo zimejaa pale. Bwana asifiwe. Nataka kuzungumza juu ya habari ya Nehemia ambaye alikuwa anafanya kazi katika nyumba ya mfalme. Alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza usafi wa viatu. Unajua, katika nyumba ya mfalme kuna watu ambao wametengwa na kazi zao maalum, na tunapata ya kwamba Nehemia akiwa chini ya yule mfalme, ilikuwa kazi yake ni kumtengenezea viatu, ili mfalme anapoenda mahali, ili mfalme anapovaa kile kiatu hawe ameng'ara. Bwana asifiwe. Na siku moja maandiko yanasema, ukianzia kule nyuma, ya kwamba Nehemia akazipata habari juu ya mji wa Yuda na ufalme ule ambao alikuwa ametoka. Maandiko yananiambia kwamba akawa na huzuni nyingi, kwa sababu habari alizozipata zilikuwa zinavunja moyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Akawa ameambiwa kwamba mabaki ya Yerusalemu na Yuda wanaishi kwa machozi, wanaishi kwa shida, wanaishi wakiwa wanahangaika kwa sababu Yerusalemu imechoma moto na malango yake yamebomolewa. Kuta za Yerusalemu zimebomolewa na malango ya Yerusalemu yamechoma moto. Bwana asifiwe. Habari hizi, hata licha ya kwamba Nehemia alikuwa kwa nyumba ya mfalme, zikamtia mzigo, na hakueleza mfalme kwa njia ya kumwendea na kumwambia kwamba mimi nina majaribu, mimi nina mzigo kwa ajili ya taifa langu, maana kuta za Yerusalemu zimebomolewa. La hasha. Maandiko yanasema ya kwamba Nehemia alipokuwa anaifanya kazi ya mfalme, akimtengenezea viatu, akisafisha viatu polepole, sura yake ikawa imekunjamana. Bwana asifiwe. Sura yake ikawa haina furaha, na hivyo mfalme, kwa sababu wamekaa na yeye kwa kipindi cha muda, akaanza kumuuliza, kwani ni nini hiki ambacho kimeufanya uso wako kukosa furaha? Bwana asifiwe. Hapo Nehemia akaanza kujieleza mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nitakuwaje na furaha, nitakuwaje na amani, ikiwa pale nimetoka kuta zimebomolewa, ikiwa pale nimetoka milango imechomwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine tunapitia mambo magumu ili kwamba Mungu aweze kuwachagua wale wamebaki, ili utukufu wake udhihirike. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua, nilipokuwa nikiyasoma haya maandiko, nikaona ya kwamba kuna dhiki na kuna mzigo unaweza ukaletwa kwako, wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye unamuita Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Si kwa sababu umemkosea Mungu, si kwa sababu wewe umetenda dhambi, si kwa sababu wewe Mungu amekuacha. La hasha. Kusudi na malengo ya Mungu ni kwamba ajitwalie utukufu kupitia kwa hilo jaribu, kupitia kwa huo mzigo ambao umeubeba. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Nehemia akawa na mzigo kwa habari ya Yerusalemu, kwa habari ya Yuda, kwamba waliobaki, maana kulikuwa kumefanyika vita, lakini hata yale mabaki yaliyobaki wanaishi katika hali ya dhiki kubwa. Bwana asifiwe. Mfalme alipozipata habari hizi, akaachilia kibali kwa Nehemia ya kwamba sasa nenda. Na Nehemia kwa hekima aliyokuwa nayo akaomba rasilimali, akaomba na ulinzi, akaomba nafasi ya kutosha, na alipofika katika Yerusalemu ya Yuda
akaanza kazi ambayo haikukwama mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Akaifanya kazi, akajenga kuta upya za Yerusalemu, na malango ya mji wa Yerusalemu yakarudishwa, yakasimama tena. Bwana asifiwe. Mzigo uliokuwa na Nehemia ndio mzigo ambao umekuonekana ndani ya madhabahu haya, na sasa mtu amepatikana ndani ya nyumba hii ambaye anaweza kusimama na kazi ya Mungu, ili pale palipobomoka pakajengwe upya. Na mtu si mwingine, ni wewe ambaye nimekuja nikupe habari hizi, ubebe mzigo huu, maana Mungu amekusudia wewe ukaweze kusimamisha kazi ya Mungu mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huduma hii, unajua wakati mwingi mimi hutafakari, wakati huduma hii ilipoenda chini, kuna mambo yalifanyika. Kuna watu walikuwa na mzigo, kuna watu waliishi wakiwa hawana furaha, kuna watu waliteseka, lakini kwa sababu ya mzigo uliokuwa ndani ya mioyo ya watu wake, hivyo Mungu pamoja